wana wa Israeli walitolewa Misri kimwili, wamehama kimwili, hawajahama kiakili, hawajahama kifikra, hawajahama kimtazamo. Wanaonekana wameondoka, lakini hawajaondoka katika akili, hawajaondoka katika fikra zao na mawazo yao. Kazi ya neno la Mungu ni kukusaidia ya kwamba badiliko la kiroho ambalo limetokea liendane na saizi ya ufahamu wako na maarifa yako, ili matokeo yaweze kuwa dhahiri. Kuna mtu tangu ameokoka anatafuta matokeo kadha wa kadha yatokee, lakini haoni matokeo. Moja kati ya sababu, kuna shida katika ufahamu wako. Biblia inazungumza katika Yohana 8 mstari wa 31 hadi 32. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, yani waliookoka, akasema, ninyi mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu. Neno mkikaa maana yake mkidumu katika neno langu. Anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alafu anasema ndipo mtakapofahamu kweli. Anasema hiyo kweli itakuweka huru. Maana yake unaweza ukawa mwamini kabisa kama walivyokuwa wale Wayahudi walioamini, lakini haujawekwa huru. Haujawekwa huru kwa sababu haujapata kweli ya neno. Ni kwa sababu tena haudumu katika neno. Ukidumu katika neno la Mungu, fikra zako zitaanza kufikiri sawasawa na neno. Utaanza kuwa na mtazamo ulio sawasawa na neno. Na Biblia yangu inaniambia katika kitabu cha Mithali sura 23 mstari wa 7, anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anasema afikirivyo mtu ndani mwake ndivyo anavyoishi nje. Kwa hiyo ndani mwako ukiwa una fikra za dunia, utaishi kidunia nje. Ndani mwako ukiwa na fikra za kimaskini, utaishi umaskini nje. Ndani mwako ukiwa na fikra tu za kutokusamehe, maana yake utaishi hivyo nje. Mabadiliko kwa mtu hayaanzi nje, yanaanzia ndani ya fikra zake, ndani ya mawazo yake, ndani ya namna anavyojitazama. Hiyo ndiyo jumla ya maisha yako. Ndiyo maana ukiwapata Wakristo wanaolelewa kwenye maombi tu, ni Wakristo ambao wanaweza wakawa wanakata matokeo, lakini mizizi iko pale. Wape muda, maana yake yaliyokatwa yatamea tena, kwa sababu hawajachimba kwenye mizizi. Ndiyo maana lazima upate balancing ya maisha yako. Inapoendelea, Roho Mtakatifu na akusaidie. Mwingine yako mwambie Roho Mtakatifu akusaidie ndugu yangu. Mshike mkono sasa vizuri. Ongea naye tena. Mwambie Roho Mtakatifu na akusaidie. Waefeso, Paulo anawafundisha, usifungue huko. Waefeso, Paulo anawaombea Waefeso. Anawaambia, anasema roho, nawaombea kanisa yenyi, roho ya hekima na ya ufunuo iwe juu yenu, ili mpate kumjua huyu Mungu. Maana yake unapotamani kumjua Mungu, usitafute akili ya darasani, haitakusaidia. Akili ya fizikia, ya biolojia, ya chemistry haitakusaidia. Lazima uombe mambo makubwa mawili. Unajiombea roho ya hekima na roho ya ufunuo kwenye kumjua Mungu. Haya ni mambo mawili ambayo mtakatifu anajiombea. Anamwambia Bwana, naomba roho ya hekima, naomba roho ya ufunuo katika kukujua wewe, katika kukujua wewe. Maana yake hatatumia akili ya hesabu kumjua Mungu. Ndio maana kuna maprofesa wengi wapo, ila wamjui Mungu. Wamepungukiwa nini? Wamepungukiwa roho ya hekima na ya ufunuo kwenye kumjua Bwana. Kwa hiyo nikuombe na endelea kuomba, na tunakuombea ya kwamba haya yanayosemwa yasisemwe yakatua kwenye akili yako kichwani peke yake. Natamani yaingie ndani mwako kabisa kwenye moyo, na nuru ya maneno haya yaweze kuangaza ndani mwako, ili uweze kupata badiliko kubwa. Sema amina kama unanielewa hivyo. Ikishaanza kuongea namna hii, Roho akusaidie tena hapo. Maarifa huwa yanakupa taarifa, na taarifa huwa inaishaga tu kichwani.
Mabadiliko hayaletwi na taarifa. Mabadiliko yanakuja na ufunuo wa taarifa. Ufunuo ndio unaletaga mabadiliko kwa mtu. Ukimwona mtu anafundishwa sana vitu alafu atendei kazi, wewe unajua ya kwamba yale mafundisho yalikuwa ni taarifa kwake au kwa ufunuo. Ufunuo waga unakuja na nguvu ya kutekeleza, kutenda kile ambacho kiko ndani mwako. Ukifunuliwa jambo na Bwana, huwa kuna nguvu ndani inakusukuma kutenda kile ambacho ufunuo umeuletwa kwako. Kwa hiyo wanaosikia mafundisho makanisani ni wengi, ila wanaofunuliwa ni wachache. Kwa nini tumepata muda kidogo kabla ya kuanza kufundisha? Nilikuwa namkazania uombe. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba Roho Mtakatifu apate nafasi, ili haya unayoyasikia siishie kichwani. Utakuwa farisayo mzuri tu, lakini unayoyasikia yakifunuliwa ndani mwako, utaanza kuwa mtendaji. Yakobo 1:22 anazungumza vizuri, tusiwe tu wasikiaji bali watendaji wa milele. Katika ufalme wa Mungu nimesema kuinuliwa kwa watu, kufanikiwa kwa watu, kutolewa kwenye viwango vya chini kwenda kwenye viwango vya juu, mtu kupewa nguvu uwezeshi ya kimungu, apate mali, azidi, aongezeke. Mtu kupewa neema ya Mungu juu yake, itende kazi kwenye maisha yake. Huwa haitegemei kuomba kwake sana, haitegemei karama alizonazo, utegemea hali ya moyo wake kwa Mungu, hali ya moyo